Hamjambo watazamaji. Nachukua fursa hii kuwashukuru kujiunga nami katika mafunzo haya ya kuandaa tovuti yako kutumia WordPress. Leo tutazungumzia kuhusu njia ya kurembesha au kwa lugha nyingine customize maudhui ya tovuti yako. Katika dashboard, ukiwa upande wa maudhui, kama unavyoona, theme ambayo tunatumia katika tovuti yetu inaitwa 2014. Ukihitaji kufanya urembo wa tovuti, bonyeza customize. Ama pia unaweza enda kushoto chini ya appearance, utaona theme kisha customize. Nitabonyeza na tuanze kurembesha tovuti yetu. Unavyoona kuna sehemu mbili. Upande wa kulia ni jinsi tovuti yetu inakaa kwa sasa. Mabadiliko yoyote katika theme itaonyesha kwa kila wakati. Upande wa kushoto ni sehemu utabadilisha au ukipenda rembesha theme yako. Kuna icons zilizochorwa kalamu katika sehemu tofauti ya kurasa huu. Ukibonyeza utaona katika upande wa kushoto unaweza fanya mabadiliko kwa urahisi. Kwa mfano, nikiongeza jina utaona katika upande wa kulia kuna mabadiliko pia. Turudi nyuma na hapa unaweza kubadilisha kichwa ya tovuti yako na pia tagline. Unaona kwamba nikiongeza jina tutorial katika anwani ya tovuti, katika upande wa kulia pia unaona mabadiliko. Kila mabadiliko utakayofanya yataonyesha upande wa kulia. Hapa katika sanduku hii unaweza kuonyesha ama pia kuficha jina ya kichwa. Unaweza pia chagua icon ya tovuti yako. Nitatumia picha hii kwa mfano ya kuonyesha kazi yake. Utaletewa kurasa ya kupunguza picha. Chagua mahali muhimu kisha bonyeza punguza picha. Upande wa kulia unavyoona kuna preview. Hapa utaona jinsi itakavyokaa katika anwani ya tovuti yako. Katika browser yako utaona mabadiliko kama hii wakati umechapisha. Unaweza badilisha na hata pia kuiondoa wakati wowote. Hapa chini kuna icon 3 na hizi zinaonyesha jinsi tovuti yako itakavyokaa katika kompyuta, tablet na hata simu. Hii ni muhimu kwa kuwa inakupa picha ya vile tovuti itakavyokaa katika vifaa tofauti. Kurudi nyuma pia unaweza kubadilisha rangi na pia rangi ya background ama ukipenda usuli. Hapa unaweza fanya mabadiliko ya picha itakavyokaa juu ya kurasa katika tovuti. Kwa kubonyeza add image, utaweza kuchagua picha unataka na kuliweka. Unaweza ongeza picha kadhaa na ukifanya hivyo na zitakuwa zinaweza kubadilika moja baada ya nyingine. Unaweza pia badilisha picha ya background na pia kurembesha menu hapa. Widgets unaweza badilisha pia na pia kuchagua sehemu ya kuziweka. Unaweza toa widget ambayo huhitaji kwa kubonyeza remove. Unaweza pia badilisha anwani ya widgets pia kwa urahisi na hata kuamua post ambazo zitaweza kuonyeshwa sehemu hiyo. Pia kwa boxi hapa unaweza onyesha tarehe post ilipochapishwa. Kama haupendelei kuwa na widgets, unaweza toa kwa urahisi. Pia ukihitaji kuongeza ni rahisi, bonyeza katika add a widget na utaulizwa ni widget gani unahitaji kuongeza. Nataka kuongeza post upande wa kulia katika kurasa ya nyumbani. Iwe chini ya vyombo vya kijamii. Nitaenda katika content sidebar, kisha nitabonyeza add widget. Na kwa widget, nitatafuta recent posts. Ukimaliza kufanya mabadiliko, usisahau kubonyeza save and publish. Kisa na maana, ukisahau hakuna mabadiliko yatafanyika. Turudi kwa tovuti ili tutazame mabadiliko. Urembo sasa umeanza kujitokeza. Mabadiliko yote tuliyoyafanya yameweza kuonekana. Theme ni muhimu sana katika tovuti kwa kuwa hubeba urembo wa tovuti yako na una huru wa kuirembesha jinsi unavyotaka. Web designers na pia developers huchukua pesa mengi mno
Na sababu moja ya kufanya bei ipande juu ni theme. Urembo ndio muhimu. Asanteni sana kwa muda wenu. Natumai mmeelimika na mafunzo haya, na Mola akipenda tuonane katika video ijayo.